Brochures with the word of revelation, testimony with man of God, Prophet Sanga. Shalom kanisa. Nawapenda sana. Mimi naitwa Agata. Ni mama watoto wangu wawili nafikiri wako hapa. Kwanza napenda nimshukuru Mungu kwa hatua waliofikia. Nasema asante sana Mungu. Hakika alichonitendea Mungu nawe pia atakutendea. Kwanza napenda kushukuru uongozi mzima wa kanisa wa Power of God. Ukweli nimeamini kabisa kuna upendo wa dhati na wana Yesu ndani yake. Ni maombi yangu kwamba na ninyi wenzangu tushike upendo kama alionao baba yetu alivyowaunganisha watenda kazi wake. Jambo ambalo nataka kuja kushukuru hapa ni kutokana na hii brochure hapa. Kweli imetenda jambo kubwa ambalo kwa mimi nilikuwa naona kama ni tatizo kubwa sana. Inaitwaje hiyo brochure hapo juu? Inaitwa Ahadi za Mungu ni Kweli. Endelea mama. Sasa hii brochure mimi kama nilivyo wakati mwanzo nilikuwa bado na matatizo mazito na vifungo vingi. Kwa kweli kila jambo nilikuwa nikifanya linakuwa gumu sana. Na matokeo yake mpaka nakuwa yani sifahamiki sehemu yoyote. Wakati nina mawazo mazuri, naweza nikakaa na wenzangu nikatoa wazo nzuri, wakalifanyia kazi lakini wenzangu wakapata maendeleo, mimi nikawa nakosa. Sasa baada ya kuja hapa pamoja na vifungo vyote vilivyokuepo kadri nazozidi kufunguliwa, kweli Mungu anaendelea kunitendea. Juzi nimekaa, ilikuwa Jumatatu nafikiri. Basi kuna shirika moja, yaani tuseme ni kikundi au mpaka sasa hizi tumeenda sempani, tumepewa jina, ilikuwa ni jumuiya, sasa hizi imeitwa taasisi. Sasa tulipofika kule, mimi nilikuwa nimekaa sokoni na wenzangu, mimi nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo. Nikasikia simu inaita, ilipoita simu nikaenda kwenye ofisi. Wakati ofisi ilikuwa yaani kila ikianza kusimama inakufa. Na ofisi yenyewe ni kubwa, yaani kiasi kwamba ingesimama ile, yaani ni ya mkoa mzima wa Dar es Salaam. Lakini mimi nilichaguliwa tu nikawa mjumbe wa kawaida. Basi wakati mimi ndo naitoa mawazo, basi mimi nikawa nalalamika, kwa nini mimi nachaguliwa na kuwa chini afu wanawachagulia watu ambao hata hawawezi kufanya hichi kitu. Na mwanangu mmoja akasema, mama wewe usilalamike, wewe popote wanapokuweka wewe kubali tu, kwa sababu huwezi kujua Mungu anataka nini. Nikamwambia sawa. Basi siku hiyo nikashangaa mimi sikuepo, lakini wenyewe wakaita uongozi huko wakachagua. Na kwamba wenzetu hao wengine hawaonekani, hawapo. Basi tuendelee kufanya kazi. Sasa karibu katibu wetu mmoja na akaanza kwambia, nani anafanya kazi na wewe? Akasema ofisi mmeniachia nafanya peke yangu, ila kuna mama mmoja tu ndo naga tunakuwa naye Bennett, anaenda mara huku japokuwa hamtambui. Basi muite. Basi wakawatoa watu wote wakaniacha mimi kama mwanamke. Basi wakaniita, kafika pale. Kama mama, unajua kwanza leo umechaguliwa kama mtunza hazina. Nikasema mtunza hazina Kaambia nashukuru, lakini mimi akili yangu na mawazo yangu nikajua mimi ni yangu niwe mwenyekiti. Kumbe wenyewe akanichagua niwe mtunza hazina. Basi nikasema asante, nashukuru. Akasema lakini katibu, umenichagua mtunza hazina, mwenyekiti ni nani? Akasema mwenyekiti huyo hapa, nimeshapanga tayari. Nikamwambia nashukuru, asante. Basi tumekaa hapo kibisho ikao kipangwe kwamba sasa baada ya mambo haya hapa hii ofisi na mambo mengi. Nikasema sasa wewe unawachagua hawa kwa sababu hii ofisi na mambo mengi, tufanyeje? Twende kwanza kwa mwenyewe anatuita. Nikasema mwenye nyumba sasa, ofisi na muda mrefu haijalipiwa. Mwenye nyumba akasema, wale viongozi wakasema hatuwezi kwenda leo, twende siku nyingine. Nikamwambia msikizeni, yeye kawaita. Na hapa ishafika process ya kwamba vyombo mtoe, nitapeleka wapi ofisi ikitolewa? Hapo na brochure yangu hii hivi. Maana kwa nazo mimi ya kwangu na kuna mtoto wangu na kana hii ya mtoto wangu. Ya kwangu ndio mtoa. Basi wakasema nikamwambia twendeni, tukaondoka. Kaenda kwa huyo mzee mwenye nyumba. Huyo mzee yani ni tajiri mkubwa sana, mpaka ana dispensary kubwa sana.
Basi tukafika pale, wanaume 4, mimi ndio mwanamke peke yangu watatu. Nikaenda naogopa sasa. Huku yule mzee si kama atatuelewa. Basi tukaenda. Fika pale mimi njiani naishika hii brochure. Nasema Mungu anabii sana. Tutangulie kabisa huko tunakokwenda. Maana mzee hizi hela anazihitaji kila siku. Sasa leo akituambia tukatoe vyombo tutapeleka wapi? Lakini naomba Mungu wewe utusimamie. Basi nikaenda. Mimi wale wenzangu nao wanatetemeka. Mimi nilikuwa na imani tu na hii brochure. Kaenda. Kufika yule bwana akampigia sekretari wake, kwanza sekretari yake ndo akampigia akamwambia haya waambie waje. Tukaingia. Kufika mle mimi nikawa naishikilia hivi. Nakuwa kama nasoma hivi huko anaongea. Basi baadaye yule mzee akasema hivi na wadai milioni 15 tunatakiwa mtoe, na kama mtoi sasa hivi naomba tu ukatoe vifaa vyenu. Tukainama pale. Nikasema mzee, uko chini ya miguu yako. Sasa huwezi kuniambia uko chini ya miguu yako. Nataka kuongea. Nikasema nilikuwa naomba hivi. Sawa, tuna madeni, lakini kwa tunaomba. Wewe nikamuuliza kwanza wewe unasali wapi? Akasema mimi nasali wapi? Nasali kwenye kanisa. Nikamwambia mimi kwa tu nasali msikitini. Hao wote tulionao wote 5 ni Waislamu. Mimi peke yangu ndo Mkristo. Basi akasema mzee, kama unasali hivi wewe si una Yesu ndani yake? Akasema Yesu ni nani? Nikamwambia kweli una Yesu wewe? Nikamwambia basi shika hii brochure usome. Akasema kwani unanipa mimi vitu gesi amini kabisa bwana, nilishasumbuliwa na watu mimi sitaki kabisa. Nikamwambia hapana, wale walokusumbua sio huyu, ni wengine kabisa. Yaani huyu ukisoma tusoma hata paragraph moja utaona mambo yake. Sasa wewe mbona unaniletea mambo kati tuko kwenye mambo mengine? Nikamwambia hapana, mimi nataka tu usome. Basi yule baba akasema nachukua tu kwa heshima yako. Akachukua. Akamwangalia mtumishi. Akasema kwani huyu yuko wapi? Yuko hapa Tanzania. Nikasema mbona nimeshika brochure naona kama anabadilika. Akasema kwa hiyo aliposhika brochure akasemaje? Mbona kama anabadilika? Wewe hii brochure umeitoa? Nikamwambia hapana, huwezi kubadilika. Yaani maneno tu ya Mungu wala hakuna kitu chochote. Wewe nimekwambia soma tu mstari mmoja. Akafunua hapa. Alipofunua mara hapa, akasoma tu paragraph hii mpaka hapa. Ahadi za Mungu ni kweli. Mungu hutoa ahadi kwa watoto wake na hutumia njia mbalimbali kuwajulisha watoto wake juu ya ahadi hizo. Mojawapo ni kwamba Mungu huweza kukuahidi jambo fulani kwa kutumia unabii kupitia watumishi wake, ambao watakuambia juu ya yale mambo ambayo Mungu amepanga kufanya juu ya maisha yako kwa muda aliyokusudia, ambao anaweza akauweka wazi kwako au la. Lakini katika ahadi zote hakuna wakati ambao Mungu ataahidi na asitimize ahadi yake, na upande mwingine bado anaweza kuahidi na asitimize. Baada ya kusoma akaniuliza tena mara ya pili, ni nani anaandika hizi brochure? Nikasema anayeandika brochure ndo huyu hapo unayemuona na namba zake za simu ni hizi. Kanisa liko wapi? Nikamwambia liko Makongo Juu. Kwa ile mada ya kwamba anadai tena ile hela ikapotea. Baada ya kupotea akaniuliza akasema, "Kwani wewe mama, ni kweli unasali kwa huyu mtumishi?" Nikamwambia ndio. Akawaambia wale, "Sasa ninyi na washangaa kitu kimoja. Kama huyu mama anamfahamu mtu anayeandika kitu kama hiki, mnashindwaje huyu kwenda kumuomba mawazo ili mjue hii nani yenu inaendeleaje?" Mimi pale nibaki na shangaa, nasema kweli huyu Mungu anavisanga, anatisha. Basi wale watu wakasema huyu mama alikuwa hajatuambia, kwa sisi tulikuwa hatujui. Akasema basi kuanzia leo nawaambia, embu mwambieni huyu mama awapeleke hii sehemu, huyu atawapeleka mnakotaka kufika kutokana na maneno ya Mungu. Basi baada ya hapo wakasema, sasa mimi nikamuuliza nani yule mzee, nikasema mzee, sasa hawa ni Waislamu, inawezekanaje wale watakubali kweli kwenda kwa prophet? Akasema kwani si hao hapo wako mbali, waulize.
Nikamwambia, jamani, eti mko tayari niwapeleke kwa nabii? Akasema, hata sasa hivi simama tuondoke twende. Akasema, kweli wewe Mungu ni mwema sana. Kweli nikauliza, kweli tunaenda? Akasema, hata sasa hivi tuondoke, wewe sasa kama anatuita twende. Nikasema, basi ngojeni nitaenda nimwelezee, akisema tuje basi mimi nitaenda. Yaani sisi tuko tayari. Hatujui eti habari za kanisani, sisi tunataka akatuambie, tumeamini kabisa. Mpaka huyu mzee ni mzee ambao sisi kwanza tunamheshimu, hapo ni mzee ambaye hapendagi kuamini mambo kama haya, lakini leo ameamua mpaka anatuhamasisha sisi tuondoke twende. Basi na sisi tunaamini siku yoyote na saa yoyote, wewe mwambie tupigie simu, sisi tutakuja. Kwa hiyo nachotaka kusema kwamba hizi broshua zina nguvu, sio kawaida. Hao watu sio wafutanitani, swala 5 kabisa. Imekuwaje waamini kuja kanisani? Kwa hiyo nataka niwaambie kweli, utakachokuwa unaamini kwenye hii broshua kwamba ahadi za Mungu ni kweli, kweli zitatimia. Subiri. Kwa hiyo baada ya kumaliza akasemaje sasa na lile deni? Baada ya kumaliza ndo akasemaje, sasa ninachowataka niambie hilo deni mtalilipa vipi? Akasema, wale jamaa akasema, sasa kwa sasa hivi uongozi ndio mpya umechaguliwa, kwa tunaomba utupe mpaka mwisho wa mwezi, tukakae tupange tujue tutalilipa vipi baada ya kupata wafadhili. Hebu mpige Yesu makofi ya shangwe. Hallelujah. Hallelujah. How mighty is our God. Jesus.